mnisamehe. Ndugu zangu, mwaka 64 1964 Zanzibar palifanyika mapinduzi, na kule yalipofanyika mapinduzi au katika miaka hiyo mapinduzi yale, baadhi ya watu walidhulumiwa nyumba zao, mashamba yao, mali zao. Baadhi ya watu wakakaa katika zile nyumba zilizodhulumiwa, wamepewa wao, bwana chukua hii nyumba yako, lakini nyumba hili ilidhulumiwa. Wakakaa mle, lakini baadhi fikra zikawaijia katika vichwa vyao, sisi hizi nyumba tumekaa na mashamba tumepewa, hatukuyatolea jasho wala hatukununua haya. Vipi, hebu acha tuandike barua kwa maulama wakubwa tuwaulize hukumu ya masala haya ni nini. Wakapeleka barua sehemu mbalimbali kwa maulama wakubwa katika nchi mbalimbali. Yakaja majibu, hamna haki ya kukaa katika nyumba hizo, wala hamna haki ya kunywa maji katika maji ya visima vilivyomo ndani ya nyumba hizo, wala hakuna haki ya wala wewe kuswali swala yako ndani ya nyumba hiyo. Swala utakayoiswali ni batil, kwa sababu umeswali katika mahala ambapo pamenyang'anywa. Maji utakayoyatawadhia kama yametokana na kisima kilichomo ndani ya nyumba hiyo ambayo imedhulumiwa, basi udhu wako wewe hali kadhalika batil, haufai, na swala yako utakayoiswala na udhu huo itakuwa swala hiyo ni batil, na hiyo nyumba si haki yako. Ikabidi watafute wale watoto wenye haki zile wawarudishie wenyewe, na wengine mashallah ambao walodhulumiwa watoto wakasema sisi basi tena tumewaruhusu, chukueni. Hao walitanabahi. Lakini wangapi katika sisi leo hii tunakaa katika majumba ambayo tunajua wazi haya yalidhulumiwa, na halafu tunakuwa ni watu wa dini, tunatawadha kwenye maji na tunaswali ndani ya nyumba hizo tukidhani kwamba swala zetu ziko sahihi. Hakuna swala yenye kukubaliwa katika nyumba ambayo iko katika kiwanja ambacho ni maghsub, kilichoporwa, kilichonyang'anywa. Sisi Waislamu hatufanyi namna hiyo. Ukiwa unamjua Mwenyezi Mungu na unamwogopa, wachana kabisa na dhulma, kwa sababu madhara yake ndo haya tuliyotaja hapa. Sasa na kuna dhulma nyingine ambayo maulama wa akaid wanaizungumza, ndo hii ya shirki. Wanasema kuna na dhulma ya kiakida. Dhulma ya kiakida ni ile aliyoifanya Ibilisi. Yeye ameambiwa msujudie Adam alayhi salam, lakini kwa ubaradhuli wake na ufedhuli wake aliokuwa nao akakataa kumsujudia Adam, na ilhali imani yake inamtaka msujudie Adam kwa sababu Mwenyezi Mungu kampa amri. Huyu akafanya dhulma ambayo ni ya kiakida, na hii ni dhulma ambayo haitosamehewa mpaka atubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Ibilisi kakataa kutubia, kwa hiyo ni motoni. Tusiwe maibilisi.